Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Unaweza ukasema kwamba mataifa ya Ulaya yameshindwa kupambana na Urusi. Mataifa hayo yameingia katika mgawanyiko mkubwa, hasa katika kuangalia njia za kuweza kupambana na Warusi, hasa utawala wa rais wa Urusi Vladimir Putin. Viongozi wa Ulaya EU walipanga mikakati ya kuweza kuchukua mabilioni ya dola za Warusi kwa ajili ya kutumia na kuipa Ukraine. Lakini fedha hizi zinaonekana ni mwiba mchungu kwa kila nchi. Mataifa mengi yanaona kwamba hili litakuja kuleta matatizo makubwa dhidi ya Urusi. Huko Brussels hali imekuwa tofauti baada ya wanachama kugawanyika, huku wengine wakisema watapiga kura ya turufu kupinga fedha za Urusi kuelekezwa nchini Ukraine. Kikao cha Brussels cha wiki hii kimeonyesha udhaifu mkubwa wa Umoja wa Ulaya na kimeonyesha mgawanyiko mkubwa uliopo na tofauti za ndani katika mpango wa unyang'anyi wa mali za Urusi. Mataifa ya Brussels yanaonyesha kwamba yamekuwa ndumila kuwili, baadhi wakionyesha wazi ni washirika wa Rais Vladimir Putin na washirika wa Urusi. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba Urusi katika nchi za Ulaya ndio taifa pekee lenye kila kitu, ndio taifa lenye kila rasilimali inayotakiwa katika mataifa ya Ulaya, hasa rasilimali ya mafuta pamoja na gesi na hata madini ya dhahabu. Ni Urusi ambayo ni mzalishaji namba 2 wa mafuta ulimwenguni, lakini nambari 1 wa uzalishaji katika uzalishaji wa gesi ulimwenguni. Kabla ya vita vya siku 12, mataifa mengi katika bara la Ulaya yalikuwa yakitegemea Urusi. Ujerumani ilikuwa ikipata mafuta pamoja na gesi kupitia mabomba ya Nord Stream, lakini baada ya vita kupitia Brussels, Ujerumani miongoni mwa mataifa makubwa katika EU yakatoa tamko kwamba lazima yasitishe ununuzi wa mafuta kutoka nchini Urusi. Lakini kuna mataifa mengine kama vile Latvia, lakini na mataifa mengine katika Umoja wa Ulaya ambayo yenyewe pia ilikuwa yakinufaika sana kupitia gesi ya Urusi ya bei nafuu, lakini baada ya vita nchi hizo zilikuwa zikilazimishwa kuachana na mpango huo, licha ya kwamba hali hii ilitengeneza mazingira ya kuyumba kwa uchumi wa mataifa hayo. Hii ilikuja kusababisha hata katika baadhi ya maamuzi magumu ya Umoja wa Ulaya kushindikana. Umoja wa Ulaya mpaka sasa umeweka karibia vikwazo 19, na hata rais wa Marekani Donald Trump anawaambia watu wa Ulaya kwamba licha ya kuweka vikwazo 19 lakini havikuweza kufanya kazi nchini Urusi. Waliweka vikwazo juu ya kudhoofisha uchumi wa Urusi, lakini sasa ikilinganishwa uchumi wa Urusi na mataifa yao, Urusi inaonekana kuwa na uchumi mkubwa kuliko wao. Hii inadhihirisha kwamba vikwazo hivyo havikufanya kazi. Viongozi wa nchi wanachama Umoja wa Ulaya wanaandamwa na mashinikizo ya kisiasa ya Marekani ya kuwataka watoe msukumo wa kuvipatia suluhisho la haraka vita vya Ukraine. Viongozi hao waliokutana kwenye makao makuu ya umoja huo mjini Brussels wameamua kurudi nyuma na kulegeza msimamo katika uchukuaji wa maamuzi wenye gharama kubwa na hasi wa kunyakua mali za Urusi. Na baadaye wameidhinisha mkopo wa euro bilioni 90 kwa Ukraine, na hivyo kudhihirisha wazi mivutano ya ndani iliyopo baina yao na hofu waliokuwa nayo kwa matokeo hasi ya kuchukua hatua za kiuadui dhidi ya Moscow. Baada ya mazungumzo marefu ya Brussels yaliyoendelea hadi usiku, viongozi wa Umoja wa Ulaya hawakuweza kufikia makubaliano juu ya kuzitumia kama wenzo wa mashinikizo na chanzo cha fedha mali zilizozuiliwa za benki kuu ya Russia zenye thamani ya takriban euro bilioni 200, na badala yake wakafadhilisha kulifanyia kazi chaguo la gharama nafuu la mkopo wa pamoja kutoka kwenye bajeti ya umoja huo. Uamuzi huo umeonyesha vitendo kwamba Ulaya sasa inapoteza kile inachodai kuwa ni umoja madhubuti ilionao, kutokana na kukabiliwa na hatari kubwa za kisheria na kifedha na hofu ya kuchelea hatua za ulipaji wa kisasi za Moscow. Ubelgiji, ikiwa ni nchi inayoshikilia sehemu kubwa ya mali za Urusi, imetaka ipatiwe dhamana ya uhakika na iliyobayana ya mgawanyiko wa ubebaji masuala ya kisheria, na baadhi ya nchi zingine wanachama wa EU zimeonyesha wazi wasiwasi zilizokuwa nao kuhusu matokeo hasi na makubaliano ya uchukuaji hatua kama hiyo. Waziri Mkuu wa Ubelgiji Bart De Wever ameufananisha mpango unyang'anyaji wa mali za Urusi kama meli inayozama, na akaunga mkono mantiki inayotumika ya kuweka kando chaguo hilo la kutia mkono kizani. Msimamo huo ni ungamo lisilo la moja kwa moja la uwezo wenye mpaka ilionao EU katika kuchukua hatua za kivitendo za kukabiliana na Urusi.
Ijapokuwa baadhi ya viongozi kama vile kansela wa Ujerumani Friedrich Merz walijaribu kutafsiri uamuzi uliopitishwa kama ujumbe wa wazi kwa Vladimir Putin, lakini ulishindwa. Umoja wa Ulaya kufanya unyang'anyi wa mali za Urusi kumefikisha ujumbe madhubuti zaidi wa namna Ulaya inavyositasita na kuwa na hadhari kubwa katika kukabiliana na Moscow. Kwa upande mwingine, uamuzi huo umechukuliwa wakati Trump anashinikiza kuhitimishwa vita haraka, huku kukiwepo na tetesi kwamba mali za Urusi zinaweza kuja kutumika kama mazungumzo yajayo kwa manufaa ya Marekani. Japokuwa pumuo la muda mfupi na mtihani wa muda mrefu wa mkopo huo vitaweza kufidia kwa muda nakisi ya bajeti ya haraka ya Ukraine, lakini hautoshi na hautaweza kukidhi mahitaji ya nchi hiyo, kwani ambayo ni ya euro bilioni 135 katika kipindi cha miaka miwili ijayo. Kwa upande wa ndani ya EU, kuidhinishwa mkopo huo kumewezekana baada tu ya kuvizuia moja kwa moja na mzigo wa uchangiaji nchi tatu za Hungary, Slovakia, Jamhuri ya Czech, ukiwa ni ushahidi mwingine wa wazi unaonyesha mpasuko mkubwa uliomo ndani ya Umoja wa Ulaya. Kwa ujumla, kile kilichoelezwa na rais wa Urusi Vladimir Putin kwamba ole wake yeyote atakayegusa fedha za Warusi atakiona cha mtema kuni, hii inadaiwa kwamba imeonyesha uoga kwa watu wa Brussels. Rais wa Urusi Vladimir Putin alifanya mazungumzo na vyombo vya habari ulimwenguni kote mnamo siku ya Ijumaa, na moja kati ya maswali ambayo aliulizwa na waandishi wa habari ni endapo mataifa ya Umoja wa Ulaya EU yataonyesha tamaa yao ya kuteka fedha zilizogandishwa mali ya Urusi iliyopo huko Brussels. Akadai kwamba ole wake yeyote atakayebeba fedha hizo, na wakati huo huo Urusi ikianzisha kesi katika mahakama katika kudai fedha hizo. Kwa ujumla, inapaswa kusema kwamba matokeo ya mkutano wa Brussels yanaonyesha kuwa licha Umoja wa Ulaya kujionyesha kuwa haina mzaha katika maamuzi, lakini inapofika hatua ya utekelezaji wa kivitendo uliohatarishi na wenye gharama kubwa katika kukabiliana na Russia, hufadhilisha kutumia sera zisizo na msuguano mkubwa. Mwenendo huu umedhihirisha wazi kwa wakati mmoja mpasuko uliomo ndani ya EU na vilevile kukosa uwezo wa kuweza kukabiliana na Urusi. Hata hivyo, wamekosa utashi na irada ya pamoja ya jumuiya hiyo kwenye uga wa mapambano halisi dhidi ya kutunisha misuli mbele ya Rais Vladimir Putin na Urusi. Lakini pia umeweka wazi uhafidhina na migongano iliyopo katika msimamo wa Ulaya kuhusiana na vita vya Ukraine kwenye medani za uchukuaji hatua za kivitendo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.